Sema bahari ni fursa, ni kama unavyoona, hakika uchumi wa bluu ndo kama huu, na hiki ni kikundi ambacho kimeanzisha mradi wao wa mwani. Kama unavyoona mchakato huu jinsi ulivyo hapa, ni katika maandalizi ya awali ambapo mwani unapokuwa unaanikwa. Hapo umetoka kusafishwa na kuoshwa. Kwa hiyo kina mama wapo katika harakati ya kuendeleza uchumi wa bluu kama unavyoona hapa. Kina mama, habari yenu? Vipi hali? Safi. Tunapozungumzia uchumi wa bluu huwa tunamaanisha kitu gani? Labda mkisikia hizo taarifa. Uchumi wa bluu ni rasilimali na mazingira mazima yalikuwa ndani ya bahari. Ndani ya bahari kuna samaki, ndani ya bahari kuna mwani, kuna matumbawe. Mwani ni kama chakula cha samaki nyingine ambao rasilimali ambayo tumeichukua sisi kama kitega uchumi chetu ambacho tunataka kujiendeleza katika maisha yetu. Wewe kibodi wewe. Mpaka Mungu ametujalia tumeweza kusafisha hapa na tunapelekea kwenye kusaga mwani ili tuweze kupata unga wa mwani, ambao unga wa mwani ni dawa ndani ya mwili wa mwanadamu. Ni dawa ya pressure, dawa ya sukari, dawa ya vidonda vya tumbo. Mwani wenyewe unaongeza nguvu mwilini, unaongeza nguvu za kiume. Mwani huo, mwani ni scrub ambao unalainisha ngozi ya mwanadamu, na pia ni chakula, tunawatengenezea watoto uji. Kila kitu, yani mwani ni maisha yetu, mwani ni chakula, mwani ni lishe yetu. Kila kitu ndani ya mwani huwezi kukikosa. Ambao mwani una madini 92 ndani ya mwili wa mwanadamu, ambao mwili wa mwanadamu unataka madini 100 kama na 2 au na 6, lakini huu peke yake una madini 92. Asante. Mchakato huu wa mwani, hii ni hatua ya ngapi? Yaani maandalizi ya awali ili upate sasa ule unga wenyewe. Unaanzaje? Unafikia hatua gani mpaka unakuja kukamilisha ile zoezi zima? Mwani tunatoka nao shamba. Sawa. Tukitoka nao shamba endapo tushapanda hapo tumevuna. Tukivuna tunaanika. Tukianika mwani tunauanika sehemu ambayo haina jua jingi. Tunauanika sehemu ambayo kidogo jua aliko direct. Tukitoka hapo utakuwa umekauka, tunausafisha mwani. Tunaitoa ile chumvi, isiwe na chumvi nyingi kwa sababu ukiusaga vile vile utakuwa na chumvi nyingi, utashinda kulika. Kwa hapa tunausafisha, tunaupunguza chumvi, mwisho wa siku ndo tunasaga, tunaanza kutumia unga. Safi kabisa jamani, kama mnavyoona hivi, hakika huyu ni mwanachama wa kikundi ambapo ni katibu wa kikundi cha Siajabu ni katibu wa kikundi cha Siajabu Group ambacho kipo maeneo ya Zingibari, na kama unavyoona hapa kina mama wamejiajiri, wameamua kutumia fursa ya uchumi wa bluu kama inavyosema katika nchi yetu kwamba uchumi wa bluu. Na kama ulivyomsikia kwa machache hapo ni kutokana na mchakato wa mwani, hii ni fursa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hakikisha una subscribe channel yetu ili uweze kupata mfululizo